Habari mtazamaji wa Sauti TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter. Tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Salome Christian. Karibu. Mgogoro wa kisiasa na kiuchumi unaoendelea nchini Iran tangu Disemba 2025 mpaka sasa umeanza kuleta athari kubwa ndani na nje ya mipaka ya nchi hiyo, hasa katika biashara ya kimataifa. Hatua kali zilizochukuliwa na Marekani chini ya Rais Donald Trump zimegeuza mgogoro wa ndani wa Iran kuwa suala la kimataifa la kiuchumi, likiathiri mataifa mengi yanayofanya biashara na Tehran, mji mkuu wa Iran. Mnamo Januari 12, 2026, Rais Trump alitangaza kuwekwa kwa ushuru wa 25% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani kutoka nchi yoyote inayofanya biashara na Iran. Kodi hizi zilianza kutumika mara moja na zimeainishwa kama secondary tariffs, zikilenga Iran moja kwa moja, bali washirika wake wa kibiashara, kwa lengo la kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya serikali ya Iran wakati ukandamizaji wa maandamano yanaendelea ndani ya nchi hiyo. Iran akiwa muuzaji muhimu wa mafuta ya Asia, shinikizo hili la kibiashara linaongeza hofu ya kuyumba kwa usambazaji wa nishati. Ingawa bei za mafuta zimeonyesha mabadiliko madogo kwa sasa, wachambuzi wanaonya kuwa hali inaweza kubadilika haraka endapo mvutano utaongezeka. Hatua za Marekani zimeibua hofu ya vita vipya vya kibiashara, hasa kati ya Washington na Beijing. China imetoa onyo dhidi ya kile ilichokiita sera za ushindani zisizo na mshindi na imedokeza uwezekano wa kulipiza kisasi. Mvuto huo unaweza kuathiri minyororo ya ugavi duniani na kuongeza gharama za bidhaa kama vile bidhaa za kielektroniki, nguo na vifaa vya viwandani. Mgogoro huo sasa umebadilika katika suala la ndani la kisiasa na kiuchumi, kuwa changamoto pana ya biashara ya kimataifa kupitia matumizi ya ushuru kama silaha ya kiuchumi. Marekani inalenga kuibana Iran bila vita ya moja kwa moja, lakini kwa gharama ya kuongeza mvutano wa biashara duniani. Wakati huo huo, kukatika kwa internet nchini Iran kunaendelea kuficha ukubwa athari za ndani, huku dunia ikitazama changamoto hii kwa tahadhari kubwa. Wanajeshi wa Umoja wa Ulaya NATO wameunga mkono juhudi za Denmark katika kuepuka ushawishi wa Marekani kumiliki kisiwa cha Ahit kilichopo nchini Denmark. Wanajeshi hao wamewasili nchini humo mwanzoni mwa wiki hii kuhakikisha usalama wa kisiwa hicho. Hatua hii inaungwa mkono na China pamoja na Urusi, huku zikionyesha nia ya wazi kwa kuipinga Marekani kuwa na ushawishi wa kiutawala na kiuchumi katika eneo la kisiwa hicho. Ingawa Marekani bado inaonekana kutia msisitizo kwa kuziadhibu kwa kupandisha ushuru kwa nchi zote zinazopinga kuwa na umiliki wa kisiwa hicho. Kwa upande wa nchi za Umoja wa Ulaya, zimeendelea kuweka msimamo mkali kwa kulinda Denmark na kuhakikisha usalama wa nchi hiyo, huku zikizidisha wanajeshi na ulinzi hasa katika visiwa vya Ahit. Hayo yamejiri baada ya washirika wa NATO kutokubaliana na nia ya wazi ya Marekani kutaka kununua kisiwa cha Ahit, ingawa kumekuwa na washiriki wengine katika kisiwa hicho kama China na Urusi. Shirika la reli nchini Thailand limechukua hatua kali za kisheria dhidi ya kampuni ya ujenzi wa Ital Thai Development baada ya kreni ya ujenzi wa kampuni hiyo kuangukia behewa la treni ya mwendo kasi. Ajali hiyo imetokea Jumatano ya wiki hii wakati treni hiyo ikisafiri kutoka Bangkok kuelekea mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu wapatao 32 na wengine 66 kujeruhiwa. Aidha, msemaji wa kampuni hiyo amesema anasikitishwa na ajali na kuwa wapo tayari kuwajibika kwa muda wote, hasa kuwalipa fidia wahanga wa ajali hiyo. Kwa upande wa waziri wa mambo ya ndani na naibu waziri Anutin, ameagiza kusitishwa kwa mikataba yote ya ujenzi ya kampuni ya Thai Development mara moja ili kuanza uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha ajali hiyo. Serikali ya Venezuela imetangaza kuwaachilia huru wafungwa wa kisiasa zaidi ya 400 kutoka gerezani kama hatua ya kuimarisha amani katika taifa hilo. Haya yamejiri baada ya machafuko ya hivi karibuni yaliyokumba Venezuela na kupelekea kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro.
Taarifa hii imetolewa na Spika wa Bunge George Rodriguez katika kikao cha bunge, huku akisema uamuzi wa kuachilia baadhi ya wafungwa si wa kisiasa tu, bali walivunja sheria, kukiuka katiba, uvamizi na kujaribu kuharibu amani ya nchi. Kwa upande wa serikali ya Marekani, imesema kuwa hatua ya kukamatwa kwa Rais Maduro imesababisha na rais huyo kuvunja sheria za Umoja wa Mataifa kwa kusambaza madawa ya kulevya aina ya cocaine na uongozi wake wa kidikteta kwa wananchi wake. Aidha, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na upinzani wamedai ni wafungwa wapatao 50 pekee ndio wameachiliwa huru hadi sasa kati ya 800 hadi 1200 ambao mashirika ya haki za binadamu wanakadiria kuwa wanashikiliwa. Hata hivyo, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Venezuela, Maria Corina Machado, ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini humo, amezungumza na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kumuomba kuongeza shinikizo la kuwaachia wafungwa wanaoshikiliwa na serikali ya Venezuela. Zaidi ya kaya 1000 zimeharibiwa na machafuko yaliyosababishwa na mvua iliyokuwa ikinyesha mwanzoni mwa wiki hii kaskazini mwa nchi ya Afrika ya Kusini, hasa katika jimbo la Limpopo na Mpumalanga. Mafuriko hayo yamesababisha uharibifu wa miundombinu, vifo vya watu 19 na kufungwa kwa hifadhi ya taifa ya Kruger, ambapo msemaji wa hifadhi hiyo amesema wageni wamekuwa wakiokolewa na ndege za dharura, huku jeshi la uokoaji likiendelea kuokoa wananchi. Pia hawana wasiwasi na wanyama, kwani wana tabia za kupanda juu ya vilindi vya milima. Aidha, mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imeendelea kutoa tahadhari kwa wakazi, hasa walio karibu na hifadhi ya taifa ya Kruger kwa uwepo wa mvua kubwa. Kwa upande wa gavana wa jimbo la Limpopo, Fofi Ramathuba, ameiomba serikali kuu kuwasaidia kwa haraka kurekebisha miundombinu kama barabara, umeme na maji ili kurudisha hali ya maisha katika jimbo la gavana huyo. Amesema mafuriko yamekuwa ni sehemu ya kila siku kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amefanya ziara ya ghafla katika majimbo hayo na kufika katika moja ya nyumba ya waathirika ambaye alikuwa ni mtoto wa miaka 5. Wanadiplomasia wakuu wa Afrika na wakuu wa zamani wa nchi wamewasili Togo kushiriki katika mkutano wa ngazi ya juu unaolenga kuimarisha mshikamano na uimarishaji wa mchakato ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo pana la Maziwa Makuu. Miongoni mwa watu mashuhuri waliohudhuria mkutano huo ni waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Oliver Nduhungirehe, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Ethiopia Sahle Work, rais wa zamani wa Botswana Mokgweetsi Masisi na rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba-Panza. Mkutano huo umefanyika hii leo ukiongozwa na rais wa Togo Faure Nsonzimina katika wadhifa wake kama mpatanishi mkuu aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kwa Mashariki mwa DRC. Majadiliano hayo yamejikita kuchunguza njia za kuimarisha amani kati ya DRC na majirani zake, kuboresha ufuatiliaji na kusitisha mapigano na kuhakikisha makubaliano ya amani yatakayoleta utulivu unaonekana ardhini. Juhudi za hivi karibuni za Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki zimelenga kupatanishi tarajiwa kuwa daraja la ushirikiano wa kidiplomasia nchini DRC, huku msisitizo mkubwa ukiongezeka katika suluhu zinazoongozwa na Afrika, umiliki wa kikanda na amani endelevu katika eneo la Maziwa Makuu. Hali ya usalama nchini Uganda imeendelea kuzua taharuki. Hii ni mara baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 uliofanyika siku ya Alhamis. Haya yametokea baada ya kuzimwa kwa mtandao wa kijamii na kuzuiliwa kwa baadhi ya wagombea wa vyama pinzani.
Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo, imesema takriban wapiga kura milioni 21.6 wameshiriki zoezi la kupiga kura, na kufikia siku ya Jumamosi ya wiki, chama tawala chini ya mgombea Yoweri Kaguta Museveni kilikuwa kiongozwa kwa 71.48, huku chama kikuu cha upinzani chini ya Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine akiwa na 25.03. Sambamba na hayo, mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi nchini humo Simeon Byabakama ameweka wazi kuwa hali hiyo ya usalama imekuwa tete kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura, huku jeshi la polisi likiwa mstari wa mbele kulinda amani ya nchi. Kwa upande wa vyama pinzani, wamepinga matokeo hayo kuwa sio ya huru na haki kutokana na kuzimwa kwa mtandao siku moja kabla uchaguzi na kuzuiliwa kwa baadhi ya wagombea kutoka vyama pinzani nchini humo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Salome Christian.